ni utu, yaani tunajali ule utu, kwamba wote tumeumbwa kwa mfano na sura ya wote kabisa. Yaani haijalishi kwamba wewe ni Mkatoliki, wewe ni Mluteri, wewe ni Msabato, wewe ni mpagani, ni Muislamu, lakini wote tumeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Sasa ule utu, ule kuumbwa, na zaidi hapo tukaumbwa kwa mfano na sura ya Mungu, wote ni watoto wa Mungu. Kwa hiyo tabia yetu inayotuunganisha, sifa kuu inayotuunganisha iko hapo. Tumeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Kama ndio hivyo, kwa kweli lazima tuheshimiane sana katika hilo. Yaani wote ni watoto wa Mungu. Yaani kabla hujaja Uislamu, hujaja Ukatoliki, lakini watoto wa Mungu. Naona hiyo Kwa hiyo sisi tunapowaona basi katika huo utume wenu wa kuwachukua watu pale ambapo wanataka kufika, na wakati mwingine tunapoona jinsi ambavyo basi wengine wapo tukasema, lakini jamani, hao ni watoto wetu, hao ni vijana wetu, hatima yake itakuwa ni nini? Kwa nini tusitembee nao katika malezi ya utu? Malezi ya utu ni jambo muhimu sana. Yaani utu haujalishi kwamba wewe ni wa dini gani, ni utu. Malezi ya wana wa Mungu, malezi ya kuwa waungwana wazalendo. Hilo sio lazima liambatane na dini. Dini inaweza kusaidia sana, lakini pia sasa tunapokuja katika imani zetu, hakuna dini yoyote ambayo kwa kweli iko kinyume na kutunza fadhila ya utu, kinyume na kutunza ile hadhi kwamba wote tumeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu, kinyume na uadilifu, hofu ya Mungu. Hakuna dini yoyote ambayo inasema hofu ya Mungu, yani kumpenda Mungu, kumjali Mungu, kufanya kama Mungu anavyopenda, sio lazima, haipo. Sasa nyinyi tupende tusipende, mko katika imani mbalimbali. Ni imani gani hiyo sasa inafanya vijana ambao wanakuwa yani hawai wazalendo, hawawi wacha Mungu, yani hawana hofu ya Mungu, wanaishi tu. Sasa hapo ndipo tunaposema nini kimekosekana? Hawa watoto wetu, hawa vijana wetu, kwa nini tusikutane nao, tuzungumze pamoja nao, waulize maswali, waseme wangetaka tufanye nini zaidi kwao? Maana sasa mko hapa na sisi tuko hapa, ni walezi wenu. Tunaona huko mjini kote ni kwetu, tunahudumia huko kote. Sasa hawa watoto wanahudumiwa na nini na wanani? Hawa vijana wanahudumiwa na wanani? Nini ni wakwetu au sio wakwetu? Sasa kwa kweli swala umuhimu wa makutano haya na nyinyi yako hapo. Ni makutano endelevu, wala hayana ubaya wowote. Maana hata kama yani hakuna kitu kizuri kama sisi tukishamaliza kuongea, sisi tunamaliza lini? Baadaye tunakaa tunakula pamoja. Wataalamu wanasema kula pamoja mezani ni ishara ya umoja na upendo. Ishara ya nini? Ishara ya nini? Kwa hiyo kama makutano haya yangekuwa ni makutano mabaya, tungekutana tena baada ya mazungumzo, halafu nakuta askofu pamoja na wale walezi wote tunakula na wale vijana wetu, ungekuwa wanakula? Hatakuwa nakula, maana tukisema yaende huko. Lakini kama tuchakaa mezani pamoja, ni ishara ya umoja na upendo, tunaungwa katika lile tendo la kuwa pamoja. Kumbe sasa vijana muone jinsi ambavyo mnapendwa, lakini nyinyi hampendeki. Lakini mimi naamini mtapendeka tu, si kweli? Kwa hiyo mimi naomba mwelewe hapo. Lengo langu hapa tuna walezi wengi. Ni kuna nini kusema tu ni kwa nini nawaita. Si kwa sababu hata mlisema, iko katika mpango. Na mwaka ujao mtaitwa. Na mwambie wengine waje wote, maana hivyo viti vimewekwa huko. Tukiwa tunajua kwamba mtajaza hivyo viti na tutaongeza. Sasa wako wapi sijui? Waiteni waje, wanaitwa kwa nia njema kabisa. Waiteni waje kwa nia njema kabisa, tuweze kwetu pamoja, tuseme sasa sisi watu ambao wote ni watu, tuishije
ni wapi tumekosea. Watoto wetu wa Mungu tumekuwa kwa mfano sura ya Mungu, tufanyeje tuweze kuishi vizuri zaidi kama watoto wa Mungu? Tufanyeje hofu ya Mungu itawale kwetu? Potri mbali sisi ni walini wa aina gani, lakini hofu ya Mungu ni kwa kila mwanadamu aliumbwa kwa mfano sura ya Mungu. Basi tuko hapo wapendwa, karibuni sana, na walezi wengine wataendelea na mafundisho yao. Mwashamu Baba Askofu, wapendwa sana mapadri, mpendwa padri mlezi wa vijana Jimbo Katoliki la Moshi, vijana wenzangu wote ambao mmeshiriki katika hafla hii, afisa usafirishaji, tumsifu Yesu Kristo. Leo tuko mbele yenu kumwaibisha shetani. Sisi tulikuwa ni vijana wachafu, tulikuwa tufai, tulionekana ni bodaboda ambao tunachafua eneo ambalo tunaishi. Lakini tunakumbuka kuna kipindi Baba Askofu alikuwa yuko kwenye andamo katika eneo letu kata Marangu Kilema, alikuwa anakuja upande wa Makongo. Alipita eneo letu, alifanya sala fupi sana. Ile andamo ilikuwa ni andamo la kiroho, na katika ile andamo ilikuwa naongozwa na ile sanamu ya Bikira Maria. Tulilipokea lile andamo, alisimama kwenye lile eneo, alifanya sala fupi. Sala ile alipoifanya, tulivua tu kofia kuashiria kwamba ni watu wanapita, lakini ndani yake aliacha kitu kile kimetukereketa, tukashindwa kukaa kimya. Leo tuko mbele yenu kushuhudia kwamba Mungu alitenda. Vijana unaona hapa ni waendesha pikipiki wote, lakini miongoni mwao walikuwa ni wavutaji wa bangi binafsi, msafirishaji wa gongo, madawa ya kulevya, mirungi. Nikipata hela familia inijui, yani sijui familia, sijui mkubwa, sijui mdogo, yani nilikuwa naona kila mtu niko naye sawa. Lakini baada ya ile andamo kuna kitu kilitusukuma. Alikuja Father Matika kwenye sikukuu ya somo wetu tarehe 28 mwezi wa 8. Sijui nini kilitusukuma, lakini tulijikuta tumekusanya sadaka ya shukrani, tukaipeleka pale kanisani. Tulipoipeleka pale kanisani, ile sadaka ya shukrani kwa kweli tuseme ili tufungulia mambo mengi. Ukitumia pombe unatapika, ukipakia gongo unapata ajali, ukivuta mirungi siku 3 umekamatwa. Kwa hiyo tuko tumeona kabisa kwamba ni Yesu wa Ekaristi amesimama pale, anataka kutuhudumia kwa njia, lakini sisi hatutaki kufanyaje? Kumpokea. Tulivyoamua kumpokea Yesu wa Ekaristi, tumepata matokeo yafuatayo. Kwanza, tuliosimama hapa sio wasafirishaji wa bodaboda. Sisi hapa ni wanajumuiya wa Mtakatifu Paulo Mwongofu. Na hawa ni baada ya wengine kutokea changamoto za kifamilia, lakini hao ni baadhi na tuko wewe. Tunawaambia pale kwetu sisi tulichokuwa tunakifanya kama kijiwe cha kujificha, tunavuta bangi, tunakula mirungi. Sasa sisi siku ya Jumatano tunasimama tunasali jumuiya. Siku ya Jumatano jioni tunakutanika wote, tunasali jumuiya, tunamrudishia Mungu sifa na utukufu kwa sababu yeye ndo ametenda. Tunamshukuru sana Baba Askofu. Kwa kweli kama sio yeye kupita eneo lile, na kama sio ile sanamu ya Bikira Maria, na kama sio sisi kuiamini ile sanamu ya Bikira Maria, leo tusingefika eneo hili. Tungekuta wengine tuko kilabuni, wengine tuko kwenye madanguro, kila mtu amekuwa kwenye nafasi yake.
lakini tunamtukuza Yesu kwa sababu amefanya kwa ajili yetu, na sisi tunaomba, tunasimama mbele yenu kama mfano kwamba Yesu yupo na anazidi kuwepo na hatachoka kutuhudumia. Tuko mbele yenu kushuhudia haya. Baba Askofu alikuja kutuzindulia eneo letu baada ya sisi kuona mabadiliko. Aliamua kushikamana na sisi. Alitufungulia eneo letu tarehe 5 mwezi wa 12 2025. Kwa hiyo tuna eneo ambalo tunakutania, tunafanya sala, tunakutania kwa ajili ya jambo lolote ambalo linatokea kwa ajili ya nini? Ya imani ya Kikristo. Tunakutana pale tunafanya. Lakini pia mabadiliko yametokea makubwa. Uvaaji wa watu ulikuwa ni mbovu. Uvaaji wa watu ulikuwa ni mbovu. Eneo lile lilikuwa linaogopeka. Watu ukifika saa 12 wameenda kupata. Lakini sasa hivi mtu anaweza kukaa mpaka saa 2. Isitoshe pale tulipokuwa tunakaa sisi, tulikuwa tunaichwa ni mtu anatoka pale anatuacha sisi, anaenda kupakia bodaboda eneo la pili kwa sababu ya hofu ya yale matendo tulikuwa tunaishi nayo eneo lile. Lakini tunamtukuza Mungu na kumshukuru sana kwa sababu amefungua milango, na sasa hivi tunataka kuambia kabisa, mtu anatoka Makomu anakuja kupandia pikipiki pale, mtu anaacha pikipiki za kilema anakuja kupandia pikipiki pale. Inamaanisha utukufu wa Mungu umesimama mahali.